Karibu sana Tricod Center, na leo ni mwendelezo wa elimu yetu ya kiroho. Kama video hii imekufikia, basi kuna kitu cha muhimu sana ambacho leo utafunuliwa, ambacho hakipo katika ulimwengu wa kimwili. Kuna mambo mengi sana ambayo yamekuwa yakizungumziwa kuhusiana na elimu ya kiroho, na nimeona niweze kuyaweka wazi. Elimu ya kiroho mara nyingi imekuwa ikifundishwa na jamii ambazo mara nyingi zimefahamika kama ni jamii za siri. Watu wengi wanaamini kwamba elimu ya dini ndio elimu ya kiroho, kwa sababu ni elimu ambayo iko wazi na ni elimu ambayo iko safe. Na watu wengine ambao wanasema kuna elimu ya kiroho, elimu ambayo watu wanaitumia, wanafanikiwa, wanapata nguvu, wanapata mafanikio, wanaponya pamoja na vitu vingine, au ile elimu ambayo Yesu alikuwa nayo ni elimu ambayo hivi sasa ni kama jamii zilizokuwa zinafundisha elimu hiyo ilikuwa ni jamii ambazo zilikuwa zinafundisha elimu ya siri. Kama wewe ni mfuatiliaji wa vitabu vya dini au simulizi ya Yesu, wakati yuko na wanafunzi wake, kuna kipindi ambacho wanafunzi wake walimuuliza, kwa nini unawafundisha hawa watu wa nje kwa kutumia mafumbo? Akasema kwa sababu wana macho lakini hawaoni, na wana masikio lakini hawasikii, pamoja na vitu vingine. Akasema nyie nawafundisha kwa uwazi kwa sababu mmechaguliwa na Mungu, pamoja na vitu vingine. Kuna kitu ambacho nataka nikueleweshe kuhusiana na ile elimu ambayo Yesu alikuwa anawafundisha wafuasi wake. Ndio kitu ambacho tunataka kujifunza leo. Kama wewe ambaye labda ni Mkristo leo na umekuwa ukifuatilia simulizi za Yesu na unatamani kuwa na miujiza kama ambayo Yesu alikuwa anaifanya, na imekuwa ikishindikana kutokana na elimu ambayo umekuwa umeisoma, ni kwa sababu elimu ambayo unaisoma ni ile elimu ambayo Yesu alikuwa anawafundisha wale makutano, na sio ile elimu ambayo Yesu alikuwa anawafundisha mitume wake. Umeshaelewa? Kwa hiyo, kwa sababu tumepata nafasi ya kujifunza kile kitu ambacho kilikuwa kinafundishwa kwa siri, lazima nikueleweshe ni kwa nini kile kitu kilikuwa kinafundishwa katika mazingira yale. Sio kwamba ilikuwa ni siri, kwa sababu tunapozungumzia elimu ya kiroho hatuzungumzii mambo ya kawaida yanayoonekana katika ulimwengu wa kimwili. Ni uhalisia wa kiroho ambao hujajifunua katika ulimwengu wa kimwili. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kuelezea kwa kutumia akili ya kawaida, au inakuwa ni ngumu sana kuelezea kwa kutumia maneno ya moja kwa moja. Kwa hiyo njia pekee ya kuweza kuelewa elimu ya kiroho ni kuexperience ile hali, au kuingia katika uwepo wa kile kitu ambacho kinazungumziwa ili uweze kuelewa. Ni sawa na mtu ambaye anajaribu kuelezea upendo maana yake ni nini. Ni ngumu sana kuelezea. Unaweza kuchanganya sana na kupenda hela na kupenda na vitu vingine, lakini ule upendo wa kweli wa ndani ni ngumu sana kuelezea, mpaka pale ambapo utaingia kwenye mapenzi na ukapenda na ukatendwa na ukaona maumivu ya mapenzi, ndio pale utajua kwamba mapenzi ya kweli ambayo watu walikuwa wanayazungumzia ni yapi. Upendo ni kama nguvu ya kiroho ambayo tunaizungumzia, lakini sisi tumeimaster ile nguvu kwa sababu tumeiexperience, sio kwamba tumefundishwa darasani. Hiyo ndio kitu ambacho tunaizungumzia. Sasa tutoke kwenye mapenzi tuingie katika ulimwengu wa kiroho. Hii elimu ni elimu ambayo tunaweza kusema imefichwa katika ulimwengu wa kimwili. Ni elimu ambayo akili ya kawaida haijapewa uwezo wa kuitambua. Kitendo hichi kinapelekea watu kuamini kwamba elimu hii ni ya siri. Kwa sio kwamba ni siri, ila akili haijapewa uwezo wa kuitambua hii elimu. Kwa hiyo ndio maana tunaweza kusema ni elimu ambayo imefichwa. Ni elimu ambayo akili yetu imefichwa, kwa sababu ili uweze kuitambua lazima uweze kuwa na nguvu ya kiroho, uweze kuingia katika ulimwengu wa kiroho ili uweze kufunuliwa ile nguvu. Lakini unapokuwa umefungwa na time na space, haupo katika ulimwengu wa kiroho, haujafunuliwa, maana hiyo ni ngumu sana kuweza kuelewa hii elimu ya kiroho. Hicho ndio kitu ambacho nilitaka niweze kukuelewesha uweze kuelewa. Kwa hiyo ndio maana mitume na manabii waliposhushiwa maono ya hii elimu ya kiroho, waliamua kutumia lugha maalum ya kuweza kutafsiri elimu hiyo, ambayo ni lugha ambayo hivi sasa inafahamika kama lugha ya matawi na mizizi. Ikiwa na maana kwamba kile ambacho tunakiona katika ulimwengu wa kimwili ni matawi, ambayo kiini chake kipo katika ulimwengu wa kiroho ambacho ni mizizi. Kwa hiyo tunaposimulia maji, moto, nuru, safari, kifo, kufa na kufufuka pamoja na vitu vingine, hatuzungumzii vitu kama vilivyo. Hiyo ni simulizi ambayo ni matawi, ambayo mizizi yake ipo katika ulimwengu wa kiroho, ambayo kiini chake ni elimu ya kiroho. Kwa hiyo mfano, tukizungumzia Musa alipovuka bahari ya Shamu, yale maji ni elimu ya matawi. Tunapozungumzia Yesu alipotembea juu ya maji, yale maji ni matawi.
Tunapozungumzia gharika la Nuhu, yale maji ni matawi ambayo kiini chake ni elimu fulani. Kwa hiyo anapotaja maji, maana kuna kitu ambacho anakitamka ambacho ni experience ambayo unai-experience katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni kitu ambacho tutakuja kukielezea baadaye. Tutakuja kufafanua simulizi hizi kama matawi na tutakuja kutafsiri maana yake au kiini chake katika ulimwengu wa kiroho, walikuwa wanatufundisha nini na ni kitu gani ambacho unaweza ka experience katika safari yako ya kukua kiroho. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tutaingia deep zaidi ili uweze kuelewa kitu ambacho Yesu alikuwa anazungumzia nini tulipozungumzia story ya yeye kutembea juu ya maji na Petro akajaribu kutembea akapata hofu akadondoka. Ni kitu gani ambacho Yesu alikuwa anazungumzia kwamba amekimaster, ambayo sasa anaweza kutembea juu yake? Alafu ni kitu gani ambacho hicho Yesu alichokimaster Petro alishindwa kukimaster akadondoka? Kwa hiyo tunaweza tukaja kuelezea baadaye vizuri na ukaweza kuelewa kile kitu ambacho Yesu alikuwa anazungumzia, maana ya kile kitu. Ndio maana ya bahari ya Shamu, ndio maana ya gharika la Nuhu. Kwa hiyo ni story moja, ni elimu moja ambayo ilikuwa inajaribu kusimuliwa kwa maana tofauti, kwa simulizi tofauti. Kwa hiyo ni simulizi tofauti, matawi tofauti ambayo ilikuwa inajaribu kusimulia kiini kimoja. Nafikiri ndio kitu ambacho tutaelewa. Kwa hiyo ndio jinsi ambavyo tunaweza kusema ni elimu ya kiroho, ambayo tuseme ni elimu ya mizizi ambayo imefichwa, ambayo matawi yake ndio simulizi ambazo tunazipata. Kwa hiyo hiyo ndio njia pekee ambayo nataka tuweze kujifunza. Nataka uweze kuweka kichwani kwako ili uweze kuelewa jinsi ya kuweza kutafsiri na jinsi ambavyo tutatumia kuweza kutafsiri elimu hii ili uweze kuelewa. Tutaingia deep zaidi huko mbele ya safari, lakini leo nataka niweze kukufunua ili uweze kupata picha ya nini ambacho kinatokea. Kwa hiyo kwa muda mrefu, kama wewe umekuwa ni mtumishi au umekuwa ni mtu ambaye uko deep sana kwenye imani ya dini, unasoma vitabu vya Agano la Kale, vitabu vya Agano Jipya, unajaribu kuunganisha yale maneno, unajaribu kutafsiri ni nini ambacho kile kinazungumziwa, na unajaribu kuona hicho kitu kitafanya nini kwenye maisha yako, lakini mwisho wa siku kuna sehemu unakwama. Kuna kitu ambacho nataka niweze kukuelewesha. Kwa muda mrefu tumekuwa tukijaribu kuelewa mambo ya kiroho kwa kutumia 5 senses. Yani tunamaanisha macho kwa kusoma, masikio au kwa kusikia, au kwa kunusa au kwa kuhisi, kwa vyovyote vile. Nafikiri kuna watu ambao umewasikia, nimeongea na Mungu, kwamba ameongea naye kwa kutumia mdomo, au amesikia sauti ya Mungu kwa kutumia masikio, au amemuona kwa kutumia macho, pamoja na vitu vingine. Kitu ambacho nataka ni kueleweshe vizuri uweze kuelewa kabisa, huwezi kuexperience ulimwengu wa kiroho kwa kutumia hizi 5 senses. Kwa hiyo kuna jinsi ambavyo utakuwa unajipotosha, au kuna jinsi ambavyo umetafsiri kile kitu kwa kutumia ufahamu wako, lakini tafsiri ya kile kitu sio uhalisia wa kile kitu. Unatakiwa ujue kwamba 5 senses ambazo tunazizungumzia zipo kwa ajili ya uelewa wa kimwili, uweze kuelewa ulimwengu wa kimwili. Na hizi 5 senses inabidi ujue kwamba zimefungwa kwenye time na space. Kwa hiyo huwezi kwenda beyond time wala beyond space. Kwa hiyo huwezi kutranscend katika ulimwengu wa kiroho kwa kutumia hizi sense 5. Matokeo yake tunaishia kutafsiri nguvu hizi za kiungu kutokana na experience ya maisha ambayo tumekuwa tukia experience. Kwa hiyo tumekuwa tukiona nguvu hizi kama ni kitu cha kawaida. Tumezichanganya na imani ambazo tumekuwa tukizipata kipindi cha nyuma, tamaduni au hofu ambazo zimeingia ndani yetu. Ni sawa na kama uliangalia movie ya kutisha, alafu kwa nyumbani kwako ukahisi kuna mapepo yanakuijia, alafu ukapata taswira ya yale mapepo yaliyotengenezwa katika ile movie. Ile ni tafsiri ya ulimwengu wa kiroho kwa kutumia experience yako ya 5 senses, ambayo sio uhalisia wa kile kitu. Au katika ile simulizi ya Yesu ukaona picha ya Yesu, alafu ukawa chumbani kwako unasali, alafu ukahisi Yesu amekushukia, alafu ukajaribu kumtafsiri Yesu kutokana na ile movie ambayo uliangalia. Unajaribu, maana tunasema unajaribu kutafsiri nguvu za kiroho kwa kutumia 5 senses. Maana unajaribu kubadilisha uhalisia wa nguvu kuwa ni kitu ambacho umekizoea, ni kumbukumbu ambazo umezihifadhi kwenye subconscious yako, na ukabidi uzitafsiri kama ndio nguvu ambayo inajifunua. Kwa hiyo nguvu inapojaribu kujifunua, wewe unajaribu kuitafsiri katika njia ambayo sio uhalisia wa ile nguvu. Kwa hiyo njia pekee ya kuweza kusensi nguvu hizi za kiroho ni kuamsha sensi ambayo iko ndani yetu. Hii ni sensi ya 6, na hii ndio ina uwezo wa kutafsiri nguvu hizi kwa uhalisia wake
halisi kabisa. Sensi hii haifungwi na time pamoja na space. Ni sensi ambayo unaweza ukawasiliana na nguvu za kiungu. Ni sensi ambayo inaweza kukusaidia kuweza kuelewa ile kitu ambacho kinazungumziwa kuhusiana na ulimwengu wa kiroho. Ni sensi ambayo inaweza kusaidia kuexperience, ni sensi ambayo inaweza kusaidia kuingia kwenye uwepo. Kuna vitu vingi ambavyo tunaweza kuzungumzia kuhusiana na hicho kitu na ukaweza kuelewa. Kitu ambacho naamini unaweza kujiuliza, hiyo sensi hiyo ni kitu gani? Unataka nikutamkie ili uweze kuelewa. Labda tunaweza tukaelezea kwa mifano ili uweze kuelewa. Inawezekana ukawa uko barabarani, alafu gari likapita kwa spidi, afu ghafla kuna jinsi ambavyo ulirudi nyuma, afu gari likapita, lakini hukumbuki kwamba uliona gari, wala hukumbuki kama ulifanya maamuzi ya kukwepa lile gari, lakini kuna sense ambayo ilisense ile hatari, alafu ukarudi nyuma, alafu gari likapita. Kile kitu ambacho kilitokea tunasema ni ile sense, ili sense katika ulimwengu wa kiroho. Kile kitu ukaweza kurudi nyuma bila hizi sense tano kuweza kuwa active. Hiyo ni kitu cha kwanza, ni hali ambayo lazima uexperience ili uweze kuielewa. Ni sawasawa na aje mtu mbaya ndani, alafu kuna kitu ndani yako kikakwambia huyu mtu sio mtu mzuri, lakini ukapuuzia. Alafu baadaye, baada ya yule mtu kuondoka, kuna kitu ndani kikapotea, alafu ukasema kuna mtu fulani alikuja hapa, yule mtu ndo alichukua. Kwa sababu kuna jinsi ambavyo nilisense wakati yule mtu alikuwepo, na alipoondoka walikuja watu wengine, lakini yule mtu kuna jinsi ambavyo nilihisi yule mtu sio mzuri. Kwa hiyo baadaye ukifuatilia kama una kamera nini, unakuja kugundua kweli yule mtu alichukua. Kile kitu ambacho kilikuamsha na ukahisi yule mtu sio mzuri ni ile sixth sense ambayo iko ndani yako, kwamba energy yako ili communicate na energy ya yule mtu, ukagundua kuna kitu ambacho hakiko sawa. Ni sawa na umekaa alafu ukahisi kwamba kuna mtu fulani nahisi kuna kitu hakiko sawa, ukampigia. Baada ya kumpigia yule mtu akakwambia nilikuwa nataka nikupigie sasa hivi, kwa hiyo simu zetu zimeingiliana, nilikuwa na tatizo fulani. Kwa hiyo unasema mimi mwenyewe nilihisi kuna kitu hakiko sawa nikakupigia, kumbe kweli ulikuwa una tatizo. Kwa hiyo kile kitu ambacho ulisense, ile ni sixth sense imefanya kazi. Sasa hiyo imefanya kazi kwa bahati mbaya. Kwa hiyo tunazungumzia jinsi ya kuitumia ile na kuinarish, kuikuza ili uweze kuitumia pale unapotaka, uweze kucommunicate na ulimwengu wa kiroho kwa kutumia ile hali. Kwa hiyo sio kitu ambacho unaweza kaelezea. Kama ni kitu ambacho umeexperience ni rahisi kukielewa, lakini kama hujakiexperience ni ngumu. Kwa hiyo tunazungumzia vitu vya kiroho, ni ngumu kuvielezea, lakini ni rahisi kuvitambua pale unavyo experience. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nilikuwa nakizungumzia. Kama umesha experience, maana hiyo kuna kitu ambacho unaweza kuelewa kwa picha kidogo. Kwa hiyo tunatumia sense tano kwa ajili ya kutafsiri simulizi au elimu ya matawi, ili iwe daraja la kutupeleka kwenye kiini cha kile kitu ambacho kiko katika ulimwengu wa kiroho, ambacho tutaingia huko ndani kwa kutumia sense ya sita. Kwa hiyo ndio kitu ambacho unatakiwa uelewe. Unatakiwa uelewe kitu kimoja. Elimu ya kiroho sio ya kuamini kama kipofu. Yani sio kitu ambacho unatakiwa uamini kwa imani. Kuamini kitu ambacho hujakiona au kitu ambacho hujui maana yake. Hiyo sio elimu ya kiroho. Hiyo ni elimu ya dini. Elimu ya kiroho pia sio kitu ambacho unatakiwa uamini kwa kutumia akili ya kawaida, kwa kutumia hesabu na calculation na kanuni fulani, kwa kutumia akili ya kawaida kama sayansi. Hiyo sio elimu ya kiroho. Hiyo ni elimu ya sayansi. Elimu ya kiroho ni kitu ambacho unatakiwa uweze kuingia ndani, uweze kuexperience hicho kitu. Lakini pia elimu ya kiroho inatakiwa itumike kwa ajili ya kuibadilisha nafsi yako, kuitoa mahali fulani kuipeleka mahali pengine, kuitoa katika ulimwengu wa kimwili kuipeleka katika ulimwengu wa kiroho, kuitoa katika level ya chini kuipeleka katika level ya juu. Hiyo ni elimu ya kiroho, ndio inatakiwa iweze kukusaidia hivyo. Tofauti na hivyo, hiyo inakuwa sio elimu ya kiroho. Utakapotoka katika ulimwengu wa kimwili na kuingia katika ulimwengu wa kiroho, utafanikiwa kufika hapo kwa kutumia elimu ya kiroho, sawa. Lakini utakapofika hapo, utakuwa na uwezo wa kufanya baadhi ya vitu. Kuna baadhi ya vitu ambavyo au karama ambazo Mungu amekupa zitajifunua, na utaweza kuzitumia hizo karama kufanya baadhi ya vitu tofauti. Kwa hiyo lengo la elimu ya kiroho sio kukufundisha kupata hela, kukufundisha kuponya, sio kufundisha fani. Inakufundisha wewe kutoka katika sehemu ulipo kufikia katika sehemu fulani. Utakapofika katika ile sehemu, utakuwa na uwezo wa kufanya vile vitu ambavyo Mungu amekukirimu, vitu ambavyo Mungu amekupa. Tunaweza tukasema Wakristo wanasema vipawa vya Roho Mtakatifu.
ambavyo Roho Mtakatifu amevifunua ndani yako, utaweza kuvitumia pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo hii ni process ya kutoka katika sehemu moja kwenda katika sehemu nyingine. Kuna sayansi ambayo unatakiwa uitumie, kuna formula ambayo unatakiwa uitumie ili uweze kupanda, uweze kufika pale juu. Kwa hiyo simulizi hizi zote ambazo tunazisimulia katika vitabu, simulizi za Musa, za Ibrahim, za Yesu pamoja na vitu vingine, ni mafundisho ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni mafundisho ya mabadiliko ya nafsi. Kwa hiyo hatuwezi kuingia deep sana. Nataka uweze kuelewa tu kile ambacho nilitaka uelewe leo, uweze kuchakachua ili nafsi yako, akili yako, ufahamu wako uwe tayari kupokea vile vitu ambavyo tunakuja kuvielezea hapo mbele ya safari. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwenye mitandao mingine. Itakuwa umefanya vizuri zaidi, ili uendelee kupata video nyingine zaidi, ili mafundisho haya leo isiwe mwisho. Uendelee kupata mafundisho zaidi na zaidi. Huu ni mwanzo. Karibu sana Tricod Center.